Bado. Ikikaa vizuri nitakwambia mimi mhubiri wa somo sana. Kwa hiyo usipokiongoka maana yake umemhama shetani, unataka kuingia sasa tena huku kwa Mungu ambaye Adamu wa kwanza alipoteza uhusiano na Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uhusiano wako na Mungu ni vita vikubwa kati ya wewe na shetani. Unisikilize, maana umetoroka na yale mambo ya shetani. Na yale mambo ya shetani kama anakwenda kuokoka. Alishika mikono akamwambia mimi na Bwana shetani anakwenda kuokoka. Mimi nakwambia amekuua. Amekunyonga. Yaani usingekuwa mahali hapa leo. Kwa hiyo maana ni kwamba tumetoroka. Na kama tumetoroka sasa leo shetani anatutafuta. Pigia Yesu makofi kama unaelewa. Nakwambia mwambie ndio kazi yetu. Kama unaleta habari ya makande, unaleta habari ya ubaya, mimi naleta habari ya neno la Mungu, nitasaidia kwa mambo gani leo mahali hapa nilipo. Kwa hiyo maana yake umetoroka. Na kama umetoroka mpaka leo shetani anakutafuta. Ndio maana nimetoa kichwa cha somo kwamba wokovu ni vita. Wokovu ni mapambano. Kama ulifundishwa tambarare, sijui naombe tambarare kwa Yesu. Mimi nakwambia tambarare ni pale ulipomwamini Yesu. Ndio kulikuwa na tambarare, maana mizigo yote na milima imeshushwa. Lakini unapoanza tena kutembea na Yesu, shetani yuko nyuma yako. Unapotembea na Yesu, shetani yuko nyuma yako. Anakutafuta kurudisha. Pigia Yesu makofi. Anatafuta kurudisha. Nisikilize. Mfano wetu na Yesu Kristo ni mfano wa Waisraeli na Farao. Wakati Musa ametumwa kwamba amwambie Farao, muda wa hawa watu kukaa kwa Misri unatosha. Sema amen. Nikuulize swali. Farao aliwatia kirahisi. Kilichotokea kwamba ilikuwa ugomvi kati ya Mungu na Farao. Mungu atakwambia nisikilize Farao, wewe ni cha mtoto kwako. Mwambie mwenzio shetani ni cha mtoto kwako. Wewe mwambie hivyo tu kama umesimama naye utatoki kwa juu. Mwambie shetani ni cha mtoto kwangu. Mungu atasema nisikilize Farao, huo moyo Mungu nimeweka mimi ili nitakapo kushinda Misri watambua kwamba wewe sio Mungu, bali kuna Mungu anayetawala Misri. Pigia Yesu makofi. Kuna Mungu anayetakiwa atawale maisha yako. Kuna Mungu anayetakiwa kutoa hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Ilikuwa vita.
Farao. Farao kumuua, maana yake ukiua simba, maana yake Yanga haina mpambanaji naye. Na mpira nao umekufa Tanzania. Pigie Yesu makofi. Kwani sipige tu kama ni wapi? Hapa kuna kazi leo. Patachipika viaje. Paka nikwambie, ili kwani nijue kwamba yana kupima kwamba mawazo yako yako pamoja na mimi. Ni pale unapokuwa mawazo yako mbali. Maana ingekuwa hapa umepiga tu makofi kwa sababu inachozungumzwa kitakusaidia upate hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Sema amina, amina, amina. Yaani utoke kwenye hali ya umaskini uendelee kwenye hali ya utajiri. Farao hakumuua nani? Mungu hakumuua Farao kwa sababu nani ashindane naye? Maana kula amejiita yeye ndiye Mungu. Kuna mtu mmoja anakuuliza kwa nini Mungu hamuui shetani? Yaani Mungu akimuua shetani atamuua na baba yako. Maana shetani anakaa ndani ya roho ambayo hajamwamini Mungu. Atamuua na babu yako unawabeki. Sema amina. Mbona cheka? Sababu nimecheka. Maana hiyo naona nimewaingia. Mwingine bado tu amekaa. Yaani akimuua shetani na wao pia amekuua na mimi pia ameniua. Maana shetani hakai nje ya mtu, anakaa ndani ya mtu. Sema amen. Ndio maana wakuta vita. Sikiliza. Mungu atapambana na nani? Na Farao. Ataona Farao isimuue, lakini ni mwonyesho. Unajua mfalme hali ya watu wake inapokuwa mbali. Hali ya washirika wa mchungaji wanapokuwa kwenye hali mbali. Anayekuwa zaidi ni mchungaji. Sasa mimi naona Samia Suluhu watu wanakufa, watu wanatekwa yeye amekaa tu. Hamna. Pamoja. Sema bila pigia Yesu makofi. Wewe unakaa salama kwa watu salama. Kwa hiyo Mungu aliona nipige hao watu. Ili Farao akae, ajue kwamba bado kuna Mungu. Yamkini atanigeukia. Sema amina. Yaani maana yake hao watu hataendelea kuwadanganya tena kwamba mimi ndiye Mungu wa Misri. Niwatandike hawa. Maana hawa pia si mali ya Farao, ni mali yangu. Ninapoua, ninaua watu wangu. Tunapoua ule mtoto wako, sura wako. Nani alikusaidia? Sema amina. Serikali inaingilia kwamba kieti ni wakote, sio wakote. Kama ni kwa wakote, si wangehangaika na hao wao. Sema amina. Wangehangaika na hao wanaotekwa. Lakini kwa sababu sio wako, hawana shughuli. Sema amina. Kwa hiyo Farao akawekwa pale ili Mungu aitafutie umaarufu kule Misri. Maana Farao angeondoka, umaarufu ungepatikana wapi wa Mungu? Na ndio maana mpaka leo shetani anaachwa ili Mungu aitafutie umaarufu. Ndio maana amekuachia wewe, ameniachia mimi, nitoke kule, nihame, nije huko, lakini vita viko pale pale. Biblia inasema baada ya mapigo ya mwisho ya wazaliwa wote wa kwanza kule Misri wakafa, Mungu akawaua. Hivi nafikiri Mungu kukuua, nafikiri anapata shida bwana. Dakika tu. Na wali, wale wanalia sisi ndio unisikia Mungu analia. Yesu anacheka. Unisikia Mungu analia. Alia nini? Asema Bwana ametoa, Bwana amefanya nini? Sasa ndio wakati yeye ametoa anachukua kitu chake na shida gani? Inategemea anakichukuaje. Yeye anaweza kuchukua kwa njia yoyote. Kwa hiyo kwa Misri, Farao akafika akasema basi. Na hiyo mikono kwa Mungu yatosha. Musa, chukua hao watu. Nenda nao. Nenda nao. Lakini Farao alipotoa ruhusa akakaa kwenye nyumba yake ya kifalme. Akawaza kwanza Waisraeli wana nguvu.
waliofuatilia huko walioyapata wameyapata. Nataka nikwambie kwamba Agano la Kale ni mfano wa Agano Jipya katika wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, na katika Agano Jipya watu waliomwamini Yesu Kristo kutoka kwenye dunia, kutoka kwenye ushetani na kwenda kwenye safari ya kuelekea mbinguni. Hapo tunayoelekea. Moja mbili tatu. Ibada yenyewe mpaka usukuma. Yaani kwambia tunaiba kama kasuku wengine sauti zote. Lakini kumwambia sauti hii na kama wapi yeye ukifanya unasikia kwa nini? Mimi kwa nini nikaona kasuku hizi tusikize wapendwa huko tusikize huko kulipita. Sema amina. Huyu mtuzi aliyetuka tezi anasema kwenda anaye vitani sisi hatufanye nini? Sisi hatufanye nini? Kani muulize shetani habari ya kwangu. Nimeleta wangapi kwa Yesu? Sema amina. Hata yeye leo ukitembea hivi, mimi naweza kutembea hivi. Maana wewe anasema kwamba mangojeo Bwana watavikwa nguvu mpya. Wataruka kama tai. Haleluya, haleluya. Maana vijana wakichoka wazee wanatiwa nguvu. Wanatoroka kama tai. Sema amen. Wachoka tu lakini Mungu atajisalia wazee wasiochoka na wakichoka wanaongezewa nguvu. Sema amen. Wengine hapa miaka yangu ni nusu ya miaka ulionayo lakini tayari ni mkongoje wa kiroho. Goga. Unacheka. Yaani huko tunapokwenda hatutafika na vijana wapendwa. Sema amina, amina, amina. Ngoja nisome neno. Soma kitabu cha Timotheo wa pili. Lazima chini. Soma haraka. Wa pili Timotheo 4:7. Timotheo wa pili mstari wa sura ya 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa hiyo tunatosha. Sasa ambacho swali chake inawezekana kafaa zaidi. 4:7. Nasema hivi. Nimevipiga vita vizuri. Cha kwanza vita vyake alipigana vizuri. Inawezekana unapigana vita lakini unapigana vibaya. Unapigana huku unapiga wenzio ngwara. Unapigana huku unapiga wenzio ngwara ya kuwasema. Yeye muulize wenzio unapiganaje vita? Vita kati ya wewe na huyu gaini. Unapiganaje vita? Nimevipigana vizuri. Maana siku mjeruhi mtu. Sikumpiga kumbana kwenye vita. Bali nilikuwa napambana na huyu ili nishinde vita. Ndio inaitwa vita vizuri. Sema amen. Vita ambavyo humsababishi mwingine akakwazika. Unapigana vita huko umekwaza wengi. Yule mama, yule baba. Yaani naona hata sipokuwepo nasikia moyo wangu unama. Hivyo sio vita vizuri. Yule kijana asipokuwepo nasikia amani. Kuna mwingine anajua sipoona mshirika hapa. Ndio anaona anafanya ibada na Mungu. Lakini akimwona mtu fulani ambaye ni adui yake, basi anaenda vizuri, basi anaenda vibaya. Anasema sijafanya ibada vizuri. Maana kila saa akimkodolea macho anataka atoke. Na wengine wanashindwa kule ibada kwa sababu ya mtu mmoja anapambana kwenye vita. Sasa huyu mtu ni mjana. Leo hii wewe ni mtu ambaye
lazima upigane vita vizuri ili usipige wenzio Bwana, usiume wenzio, usikwaze wenzio na makucha. Nisaidie kusema amen. Paulo anasema nimepigana vita vizuri. Mwendo nimemaliza. Wapendwa, wokovu ni kuingia mbinguni. Wokovu ni kuingia mbinguni. Yaani ili ukijenge mbinguni, ndio unasema kweli sasa vita nimevipiga. Huko nyuma Paulo anasema wakati sasa tayari anakwenda mbinguni. Ndio anasema vita nimevipiga vizuri kwa imani. Mwendo nimemaliza. Mwendo bado hujamaliza, vita vipo. Umejipakaje? Hata wakati wa kushika anakuambia Timotheo kufariki Mungu, yaani kwa sababu kwa sababu kubwa ndio anazungumza maneno haya ya mwisho. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Nimevipiga vita vizuri. Mwendo